Jeff Master uko vizuri? Niko vizuri kama siku zote. Si unajua mimi mdote na furaha na bashasha. Jeff Master si mtu wa mpira. Baada ya renki za CAF, tunaona klabu ya Yanga imepanda mpaka nafasi ya 10. Yeah. Simba ikiporomoka mpaka nafasi ya 8. Yeah. Huo ndio serious wa mpira. Ukiongelea klabu ya Young Africans, huo ndio serious wa mpira. Wenzetu wale wametoka kwenye serious wa mpira, na ndio maana unaona vitu vinavyoendelea ndani ya mji ndio hivyo vinaanza. Naanza kukusema hivi, Young Africans ndio mtu wa kwanza kuchukua kombe la barani Afrika. Kombe la Afrika sisi ndio tunaanza kuchukua. Kwa sababu Simba ukiangalia mpaka sasa hivi, kuanzia viongozi wao, mashabiki, kila kitu, hicho ndio kinazilisha kwamba Simba sasa anakoelekea sio Simba tena, anazidi kuporomoka kila day, kila ukicha. Kwa hiyo mpaka kuja kushuka mbele kiwango cha watu kutoka 5 mpaka kuja kufika 8, hata kama angekuwa mwanao mara kwanza uko darasa la 6 labda mtihani umepigwa umekuja amekuwa 5, alafu anakuja anashuka kuwa 8. Uone kama kuna kitu ndio kuna kinashuka. Kwa hiyo mimi naamini Simba anakoelekea sehemu ambayo sio mpira tena. Kwa sasa hivi anakoelekea na kubaya, na ndio maana unaona kelele zinakuwa nyingi. Hao wenzetu wameathirika kwa mambo mengi. Kaja hapa akapigwa ngao ya jamii, ameenda kwenye klabu bingwa kule kashia kwenye makundi. Ukiangalia kwenye kule walikuwa wanatambia 5 ameshuka amekuwa 8. Yaani wanakutana na misuko kitoko huko, wanakuja na mzee wangu Mangungu. Wakitoka huko wanakuja mashabiki wanakuambia kuna machawa. Wakitoka huko sasa hivi imekuja dabi wanakuambia hawataki kwenda Zanzibar. Yaani yote ni kwa sababu Simba anaelekea sehemu ni ngumu sana, kwa sababu wametoka kwenye ujamii wa mpira, sasa hivi imekuwa kwenye majungu, kwenye makelele, kwenye ugomvi. Kilichobaki tu sasa hivi ni kupigana fimbo. Bana, pengine ungeweza kusema dabi ya Kariakoo ilipoteza mvuto. Nini? Dabi ya Kariakoo ilipoteza mvuto. Unasema je mwandishi? Dabi ya Kariakoo naona ikipoteza mvuto. Mvuto kivipi imepoteza? Tunaona kila baada ya siku thamani ya dabi inashuka. Thamani ya dabi ipo pale pale, bali wanaoishusha ni wao wenyewe kama Simba. Kwa sababu kila tukifika msimu tunaenda kusajili, wote tunaenda kwenye mawindo. Kila mtu anasajili mchezaji anayemtaka, anatoa fedha zake anazoona na hakimu, anaenda anakojua yeye, analeta wachezaji. Tufike uwanjani, mwenye ubora ndo anaonyesha ubora. Sio kwamba inashuka kwamba inashuka thamani. Thamani ni kuwa kwamba kwa sababu ingekuwa inawezekana kwamba labda Simba anadhulumiwa, marefu wanaonea, tungesema inashuka kwenye thamani. Lakini kwenye thamani, mtu anayeshusha thamani, anaonekana anashusha thamani ni Yanga, kwa kuwa ubora ambao msimu wa mwaka 4 mfululizo anachukua ubingwa, piga mara 6 mfululizo. Kwa hata kama ingekuwa wewe, kwa wao ni akili ambazo ni za kishamba. Mimi nikisema Jeff Master naziona ni akili za kishamba. Yoyote mwenye fikira kusema dabi limeshuka thamani, akili zake haziko sawa. Anabidi aende Milembe, watu wajaribu kumpima. Kwa sababu gani? Nakwambia sio kwamba labda kwamba imeshuka. Kwa sababu gani imeshuka? Kwa sababu ya watu, uwekezaji. Una engineer Elsi, naliwaambia wakati engineer Elsi anaenda kushika Yanga, niliwaambia kuna watu watakuja na maneno mengi ya kuzungumza. Walikuja akasema ligi anaidhamini engineer, anaharibu ligi. Hiyo imetoka. Sasa hivi wanakuja wanakuambia dabi inashuka. Dabi mimi nataka mtu aje na hoja, aniambie inashuka thamani, anipe moja kwa lipi. Kama labda mwandishi unaweza kaa nayo, dabi inashuka kwa lipi, kwamba kuonekana dabi imeshuka mvuto kwa lipi? Mdokozee labda naye mwandishi unaweza kana kwako. Bado dabi yetu haijashuka thamani. Sasa wanaoshusha thamani ni kwa mtu kupigwa mara 6. Sasa inakuja mara 7. Hiyo ndio wataongea sana. Inakuja mara 7. Na watu wanazungumza hivi ni watu wachache wanao tunaita machawa. Sisi tunawaita machawa. Hao machawa unaweza kuwabainisha ni wagani? Machawa wamejaa sasa hivi mjini, kwa sababu watu wanatengeneza macontent kupata hela vidogo. Kwa sababu wewe kukaa na akili zako timamu, mwanasoka na mtu wa mpira, ukaje hapa kwenye chombo cha habari unakuja kuzungumza dabi imeshuka thamani na utupi vigezo. Yaani kisa kwa sababu Simba akafungwa mara 6 ndio nakuja kutuambia dabi imeshuka thamani. Kufungwa mtu mara 6 kwani kuna shida? Ni katika uwekezaji wake alioweka yeye, kaweka ubaya. Sasa mimi tunatoka hapa sasa hivi naenda shamba Bagamoyo, baba mwandishi, twende tukalime. Tunaandaa shamba letu, napanda korosho zangu na napanda korosho zako. Mimi navuna msimu wa kwanza nachukua gunia zangu 4. Wewe msimu wa kwanza unachukua gunia 2. Tunarudia mara hivyo. Kwa hiyo anayetakiwa alaumiwe ni nani? Wewe ni mkulima, inabidi ujue kwamba mimi vitu vyangu na vilimaji ili niweze kuvuna vizuri msimu wangu unaokuja. Uwezo lawama tunaishi kwa nini mnaitaga watu
wenye roho mbaya, yani ni kama roho mbaya, mtu kuwekea roho mbaya, yani kutaka kudodesha kitu ambacho unataka ukifanya. Nimeona vitu vingi ambavyo sasa hivi wanavizungumza, ukitoka hivyo wanakuja sasa hivi wanakuambia kama kwa nini Tanga, yani ni vitu vingi vinavyoendelea. Kwa sababu sasa hivi dabi watu machao wamekuwa ni wengi, yani machao wamekuwa ni wengi, sio mpaka wengine tuwataje, lakini ni akili za kishamba na ni kutoelewa kinachoendelea ndani ya dabi la Kariakoo. Sio nataka tuwapige hata mara 10 ili waseme dabi lifutwe.